Azania iliwahi kuwa nchi kubwa barani Afrika kabla na baada ya kuzaliwa Yesu. Ilimiliki eneo la pwani ya Afrika Mashariki kutoka Somalia hadi Msumbiji. Makao makuu ya nchi ya Azania yalikuwa katika mji wa Rapta unaosadikiwa kukaliwa na watu kwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita kabla na baada ya kuzaliwa Yesu au Nabii Isa. Hii ni ramani ya kale ya bara la Afrika iliyochorwa na mtaalamu wa Kirumi Ptolemy zaidi ya miaka 200 iliyopita baada ya kuzaliwa Yesu. Inaonyesha mandhari ya bara la Afrika ikiwemo nchi ya Azania na mji mkuu wake wa Rapta. Hiki ni kipindi cha Zamadam na tupo safarini, tunaelekea mji wa Rufiji. Tunaenda kukuletea historia mpya katika nchi yetu ya Tanzania, ugunduzi wa mji wa Rapta. Rufiji wenye historia kutukuka duniani. Inaaminika kuwa kabla na baada ya kuzaliwa Yesu, wafanyabiashara wa Kirumi walisafiri kutoka Mashariki ya Kati kupitia bahari ya Hindi na baadaye walisafiri kwa njia ya mto Rufiji hadi kufikia mji wa Rapta kwa shughuli zao za kibiashara. Nafikiri hatuwezi kutoa maana ya neno Rapta bila kuhisia. Nafikiri tunaweza kuhisia tu, lakini hatuwezi kuwa na ukweli wa uhakika kwamba Rapta ni nini. Lakini niseme kwamba miji mingi ambayo au majina mengi ambayo yanajitokeza kwenye ramani ya Ptolemy au kwenye kile kitabu cha Periplus of the Erythraean Sea, nafikiri miji mingi ni ya Kiafrika, sio miji kutoka nje. Mfano mzuri tu ni kwamba tukumbuke mito mingi kama leo ilivyo Rufiji hapa, na milima mingi ambayo ni chanzo cha maji kama ilivyo Kilimanjaro, Uluguru na Ruwenzori. Miji mingi na neno la Ra au Ru au Ri. Na ni vizuri kumbuka kwamba hili lilikuwa ni jina la Waafrika wa kale, ukichanganya wa Misri wakiwa na maana Mungu ambaye asili yake ni maji. Kwa mfano mwanzo wa binadamu Misri inasemekana kwamba ni Mungu ambaye anaitwa Amun-Ra, ambaye aliingia kwenye mto bahari na akaweza kuzalisha viumbe vyote vinavyoishi kwa kutoka majini. Kwa hiyo Ra ni jina ambalo linatumika katika lugha nyingi za Kiafrika zikimaanisha Mungu. Na nilikuwa jaribu kusema pia kuna neno Azania ambalo lilikuwa ni nchi ambayo Rapta ndio ilikuwa mji mkuu. Sasa pia kuzungumza kwamba ile Za yenyewe ndani ya Azania ina maana kwamba ni mabahari au ziwa. Kwa hiyo na kwamba hii ni nchi ya bahari kubwa au nchi ya ziwa kubwa, kwa hiyo Azania. Kwa hiyo nafikiri maana halisi hatuwezi kusema, lakini tunajua kwamba ni maneno ya Kiafrika. Zamadam. Tupaki hapa.
daraja la Kampala. Hapa tuko kwenye daraja la Benjamin Mkapa. Daraja ambalo linaunganisha kaskazini mwa Rufiji na kusini mwa Rufiji kuelekea mpaka Kilwa. Na huu ni mto Rufiji. Hili ni daraja la mto Rufiji. Na eneo hili ndio mwanzo wa delta. Na wala ambao hamjui maana delta ni eneo ambalo mto mkubwa unaanza kutengeneza matawi mengi kuelekea baharini. Na hapa pia kwenye daraja hili mbele kidogo, kama unaangalia upande wa baharini, labda kama kilomita 1 hivi, ndio mwanzo pia wa matawi ya mto Rufiji ambayo ndio tunaita delta. Eneo hili maji ya bahari yanapopanda yanaathiri kidogo, na yanaposhuka pia yanaathiri kidogo. Tuseme kwamba Rapta ni mji wa kale wa miaka kama 2000 iliyopita na kuendelea. Ni mji ambao uliandikwa ama uliripotiwa na Warumi wa kale. Wao waliripoti kwamba wafanyabiashara wa ule ukanda walisafiri mpaka upande huu tulionao sasa hivi wa Afrika wa pwani ya Afrika Mashariki, na walisema kwenye eneo hili walikuta mji mkubwa ambao unafanya biashara, na mji huo walisema jina lake ni Rapta. Mji huu ambao ni Rapta ulikuwa pia ni makao makuu ya nchi ambayo Warumi waliita Azania. Na Azania tunafikiri ni mji ambao ulianza Somalia na ulikuwa unapita Kenya, Tanzania, na inawezekana ni nchi ambayo ilifika mpaka Msumbiji. Ramadan. Ni eneo hili tulilokaa ni karibu sana na hapa ambapo mji huo ambao ulitajwa na Warumi ulikuwepo. Ulikuwa umekaa eneo hili la huu mto, na kuingia kwa wafanyabiashara kwenye huo mto pamoja na kutoka kwenye huo mji, basi mto huu ndio ulikuwa unatumika katika safari ambazo zilikuwa zinaunganisha mji huu wa Rapta na maeneo mengine ya dunia. Ramadan. Ni kweli kwamba miaka mingi, kuanzia labda mwaka wa 1900, wataalamu kutoka Ulaya na maeneo mengine duniani wamekuwa wanakuja kwenye ukanda wa Afrika Mashariki wakiwa na nia ya kugundua huo mji ambao ulikuwa umeripotiwa na Warumi. Na wataalamu wengi ambao walikuja wakijaribu kutafuta mji huo hawakufanikiwa kuupata. Kuna wengine ambao walikuwa nahisi labda mji huo hauko upande huu wa kusini karibu na Rufiji, na sababu zao kubwa za kuhisi kwamba ulikuwa haupo hapa ni sababu za ubaguzi wa rangi tu basi, kwamba mji mkubwa kama uliripotiwa na Warumi usingewezekana ukakaa kwenye eneo ambalo ni la watu weusi kama Warufiji walivyokaa na Waafrika wengine ukanda huu wa Tanzania. Lakini kuna ambao walijaribu kuhisi kwamba kutokana na ushahidi uliotolewa na mtaalamu mmoja wa Kirumi alikuwa anaitwaga Ptolemy, ambaye alielezea Rapta kwa kuonyesha latitude na longitude ambako mji huu ulikuwa umekaa. Basi baadhi ya wataalamu waliamini kabisa kwamba mji huu ulikuwa Rufiji, na walikuja mpaka eneo la Rufiji wakijaribu kutafuta huo mji, kwa sababu ni mji wa kihistoria na kupatikana kwake kungeelezea kwa ukubwa zaidi jinsi ambavyo himaya ya Kirumi iliweza kupanuka, na pia ingeweza kuelezea kwa kikubwa zaidi jinsi ambavyo Afrika ilishiriki katika biashara ya dunia miaka 2000 iliyopita. Sasa wataalamu wote hakuna hata mmoja aliwahi kufanikiwa kuona dalili
za mji wa Rapta kwenye ile eneo mpaka mimi mwenyewe nilipoanza juhudi hizi kwenye miaka 1995. Alikuwa amenitangulia kabla hapo ni mzungu mmoja anaitwa Nivel Chitik, ambaye yeye alitokea baharini kwa kutumia vyombo vya maji akipita kwenye mito karibu yote ya mto Rufiji kuangalia kama angepata walao dalili za huo mji wa kale. Sasa kupata, mimi nilipoanza utafiti mwaka wa 94 95, mimi niliamua kuanza bara. Niliamua kuanza ndani ya ardhi, sio baharini kama alivyoanza yeye, na nilianza kwenye maeneo ya Kibiti. Na akili yangu ni kwamba kutokana na maelezo ya Warumi, mji huo lazima ulikuwa eneo kati ya Rufiji kuelekea baharini. Kwa hiyo nilijitahidi sana kufanya utafiti ambao tunaita ni reconnaissance survey. Unatembea kwa miguu, unachunguza ardhi na maeneo mengine kuangalia kama utaona dalili zote za mabaki ya kale. Na akili yangu ni kwamba kati ya Kibiti na Kikale ni mji mmoja ambao uko karibu sana na delta baharini. Basi niliona kwamba eneo hilo ndio ambalo lingekuwa na mabaki yale, na nilifanya utafiti mkubwa sana kwenye ile eneo na niliona mabaki mengi ambayo yalikuwa yanaonyesha dalili za makao ya kale. Na nilikuwa na bahati pia kwenye mwaka wa 96 nilipokuwa na chimba, kwa Kiingereza tunaitaga ni excavation. Nilipokuwa nafanya excavation kwenye eneo moja liko karibu na Kibiti, nilikuta shanga za Warumi. Na hii ilikuwa ni dalili nzuri kabisa kwamba tuna ushahidi Warumi waliwahi kuja eneo hili na kufanya biashara. Kwa hiyo kuanzia wakati huo nikapanua utafiti kwenda mpaka Nyamisati ambao ni upande wa kaskazini kabisa wa huo mto, na pia niliwahi kwenda mpaka sehemu za huku kusini ambako nilienda mpaka kusini mwa delta. Na bahati ilijitokeza tu mwaka huu mwanzoni, wakati ambapo nilikuwa najaribu kukaribia sana kando ya mto tawi la mto Rufiji linaitwa Luroi. Kwenye ile eneo nimeona mabaki mengi yamejikusanya mahali pamoja kwenye eneo kubwa kabisa karibu na ule mto, na kwa kweli nilichukulia kwamba huu ndio mji wa kale wa Rapta. Kwa hiyo kitu ambacho kimebakia sasa hivi ni kuchimba huo mji kwa kitaalamu zaidi na kuhakikisha kwamba tunakusanya ushahidi ambao unatosha ili tuweze kutangaza rasmi kwamba tumegundua Rapta, mji wa kale ambao ulifanya biashara na Warumi katika kando ya mto Rufiji. Ugunduzi wa vitu mbalimbali vya kihistoria huambatana na ushahidi unaopatikana. Je, kwenye mji wa Rapta kuna ushahidi gani uliopatikana na unaodhihirisha kweli huu ni mji wa Rapta? Kuna ushahidi ambao sasa hivi nao ambao unanipa matumaini makubwa kwamba tumeshagundua mji wa Rapta. Na ushahidi huu nikiweka pamoja, tunaweka hypothesis, tunaweka dhana kubwa kwamba hii ni Rapta. Ushahidi wenyewe mkubwa ni kwamba katika maeneo yote ambayo nilikuwa najaribu kutafuta mji wa Rapta, hakuna mahali ambapo nimekuta mji mkubwa kama ambao nimeuona sasa hivi. Lakini tuseme pia kwamba eneo ambalo nilifikiri mimi kwamba ni Rapta iko pale, dhana ambayo nilikuwa nimeitanguliza toka mwanzo kwamba ni eneo gani nitapata Rapta. Na kama nilivyokuwa nakwambia, nilikuwa nataka kufanya utafiti kutoka Kibiti kwenda mpaka Kikale. Inaonekana kwamba ni eneo hilo ambalo nimepata ule mji. Na sababu nyingine kubwa ni kwamba huu mji uko karibu na mto. Na tulikuwa tunatafuta mji ambao umekaa karibu na mto, kwamba wafanyabiashara wanaweza kuja na maji mpaka kwenye mto na kurudi. Ramadan. Tunahitaji tufanye uchimbuzi, kwa Kiingereza ni excavation, katika ile eneo ambalo sasa hivi tunafikiri ndio mji wa Rapta, ili tuweze kuwa na ushahidi ambao hakuna mtu yoyote anaweza kubisha. Yaani kwa sasa hivi
Sababu kubwa ambayo itatufanya tuende tukafanya utafiti pale wa kisayansi, excavation, inatokana na sababu kama 3 ambazo ni nzuri, ambazo zinaonyesha kwamba kweli hapa ndio mji wa Rapta kwenyewe. Sababu moja ni kwamba toka nilivyokuambia toka mwanzoni, tulikuwa tumefanya hypothesis, tulikuwa tumefanya dhana kubwa kutokana na maelezo ya Warumi kwamba mji huo lazima ungekuwa kati ya Kibiti na maeneo ya Kikale kule kwenye delta. Sababu kubwa ya kuchukua hilo eneo kama eneo sahihi ni kwamba hilo ndio eneo ambalo kuna mto. Hilo ndio eneo ambalo kuna mto ambao unaweza kufuatilia kutoka baharini kuja mpaka karibu na ukanda ambao umeinuka, ambako ndo tunahisi mji ungeweza kuwa bila kufunikwa na bahari. Na sababu nyingine kubwa ambayo tulikuwa tumeizungumza pia ni kwamba Warumi walisema ule mji lazima utakuwa upande wa kaskazini mwa mto. Pamoja na kwamba watu wanafuata mto mpaka wanaingia pale kwenye ile eneo, basi hilo ndio eneo la kaskazini ambalo tunaona linafanana na maelezo ya Warumi. Lakini pia tuelewe kwamba ile eneo liko kwenye latitude na longitude ambayo inafanana na maelezo ya Warumi. Kwa mfano Warumi walisema kwamba lazima mji huo uwe kwenye latitude 7.5 mpaka 8, na pia walizungumza umbali kutoka baharini kwamba ni kitu kinachokaribia kilomita 30 mpaka 40. Sababu ya 3 ambayo tunafikiri nayo ni ya msingi kabisa kusema kwamba tayari tumeshapata ule mji wa Rapta ni kwamba katika mzunguko wa eneo hilo hilo ambalo tumekuta huo mji, kuna maeneo mengine mengi ambayo yana mabaki ya kale ya kipindi kile kile, ambayo inafanya ni sadiki kwamba either hivi ni outskirts, ni vimiji ambavyo viko nje ya ule mji, au mji mwenyewe umepanuka kuingia kwenye yale maeneo. Tatizo la arkeolojia ni kwamba mpaka ufanye utafiti mwingi wa kuchimba ardhini uweze kufahamu mji umetapaka namna gani na kwa umbali gani. Kwa hiyo kupatikana kwa mabaki hayo pamoja na kupatikana kwa zile shanga za Kirumi sio mbali kutoka kwenye mji huu, pia kilomita kama 4-5 kutoka kwenye mji huu, ni sehemu nyingine ya hii sababu ya 3 kuonyesha kwamba inawezekana kwamba kweli huu ndio mji wenyewe wa Kirumi na ukubwa wake utakuwa mkubwa zaidi ya ule ambao nimeuona ardhini, kwa sababu hatujafanya uchimbuzi wa kitaalamu kuweza kufahamu upana wake na ukubwa wake kwa ujumla. Ramadan. Mimi binafsi sababu zinazonifanya nisikubaliane kwa karibu na kuwepo kwa Rapta Rufiji ni yale mazingira ya mto Rufiji. Nakumbuka Waingereza walijaribu kusafiri katika mto kwenye miaka 40-44 hivi. Walifanya jitihada zote kutaka kusafiri kwa kutumia mto Rufiji. Ili wagharimu karibu siku 8 kuikaribia Utete. Lakini sasa mazingira ya pwani ya mto mpaka leo hii na ramani makumbusho kule, kuna ramani za zamani za mwanzo za karne ya 16 tayari zinaonyesha kwamba hii pwani maingilio ya mto tayari sio salama kwa vyombo vya baharini. Zimewekwa alama kabisa kuashiria vyombo vya wasafiri wa baharini kwamba eneo hili sio salama kutokana na matuta ya mchanga baharini. Sasa hii sio kitu cha muda mfupi. Mrundukano ya marundo ya mchanga haya sio swala la siku 2. Kwa hiyo ni mazingira ambayo mpaka leo hii inafanya wenyeji washindwe kutumia maingilio haya kwa uvuvi au usafiri. Kwa hiyo kinanifanya nisiamini kwamba katika sehemu hii maingilio ya mto huu kungeweza kukawa na bandari nzuri ambayo ingefanya biashara za kimataifa, hasa kwa kutumia vyombo vya upepo na meli kubwa kama zinavyotajwa kwenye hizi nani. Sasa kuna sababu ambayo ilifanya watu waamini kwamba huenda ilikuwa ni Rapta ulikuwa hapa maeneo ya Rufiji, kwa sababu
unatajwa kwamba ulikuwa kando, kulikuwa na mto, na huu mji ulikuwa kidogo ndani, sio kule baharini kabisa, ulikuwa umeingia kidogo ndani ya nchi. Sasa kila ukiangalia mto unaotajwa, labda wakauona mto mkubwa ambao ungeweza ukaonekana pale ni Rufiji. Ramadan. Uwezekano mkubwa wa rapta ni maeneo ya Kilwa. Kilwa sio kule kisiwani, lakini ni Kilwa huu kanda wenye mji wa Sanje ya Kati. Sanje ya Kati na maeneo haya, kuna mji ambao Chitiki aliwahi kutaja kama mji wa Shanga. Mji wa Shanga ambao pamoja na kwamba anaiweka katika kwamba ni miji ya karne ya 9 baada ya Kristo, utafiti wa sasa hivi unaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba makazi haya ni ya muda mrefu mno, labda miaka karibu 3000 iliyopita. Na kwa muda wa miezi 6 nimeendesha utafiti hii pwani ya kusini wa Tanzania, na nimekuja na ushahidi unaoonyesha kwamba pwani yote hii ilikuwa na makazi miaka 1000 kabla ya Kristo. Tarehe nilizopata za karne ya 8 kabla ya Kristo sio za mwanzo, siamini kama ni tarehe za mwanzo. Ni tarehe ambazo ni kati tayari ya makazi. Naamini kabisa wengine watakaoendeleza utafiti huu wataweza kuthibitisha haya na wakaja na ushahidi zaidi kwamba haya makazi ni hata zaidi ya miaka 1000 kabla ya Kristo. Sasa kama pwani tayari ilikuwa na watu waliokuwa wameseto kwenye hii pwani miaka hiyo, sasa kuja kufikia miaka 800 baadaye, miaka 900 baadaye, kwa nini wasiweze kuwa na mji mkubwa? Kwa hiyo kuna ushahidi kabisa kwamba uwezekano wa hao watu kuwa wameshafikia kutengeneza mji mkubwa upo, na kwamba hii rapta inayotajwa ni sehemu ya mila yao na ni sehemu labda ya makao yao makuu ya kiutendaji ama ya kibiashara. Lakini sibishi kwamba haiwezekani kwamba rapta ilikuwa ni mto Rufiji. Ninachotaka kusema ni kwamba sasa hivi tuna miaka ya makazi ya watu ya zamani zaidi kusini mwa Rufiji kuliko ilivyo kaskazini mwa mto Rufiji. Na tuna dalili ya miji ya kale zaidi kusini mwa mto Rufiji kuliko ilivyo kaskazini mwa mto Rufiji. Sasa kama mtaalamu wa jiolojia na mambo ya pepo na hizi nguvu za maji, nashindwa kupata mazingira ambayo yangewezesha mji au bandari nzuri iwe katika huu mto Rufiji. Ni katika msitu huu mnene ambao hivi sasa wanaishi wanyama wakali kama vile simba na chui, ndipo kunaaminika kuwa ndiyo chimbuko la mji wa rapta ulipo. Hata hivyo, utafiti kamili wa kisayansi bado haujafanyika ili kudhihirisha kweli huu ni mji wa rapta. Ramadan.